Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya samaki. Maongezi ya mtu yatakugusa sana kihisia. Kujitoa muhanga kwa jambo fulani. Kuhisi hali ya kunguruma au sauti nzito kifuani mwako. Jambo hili lipo kwa siri ya kifuani mwako. Yaani, kuna ukweli uliojificha. Kuambatana na watu sehemu lakini nafsi yako haitaridhia kabisa. Kuhisi upo na watu wanafiki katika maisha yako na huwezi kuwaepuka. Kushangaa kitu cha ghafla au mtu kukujia ghafla bila kumtarajia kwa uwepo wake. Kuvaa kitu ambacho moyo wako utapenda. Kufanya maamuzi yatakayomuathiri mtu. Kushindwa kuzipita nyendo za mtu kwa mapito kila ukifikiria unahisi hauwezi kabisa kumudu. Kupata choo kidogo mara kwa mara. Ni hali ya kutoa sumu mwilini mwako. Kujiandaa kwa matibabu ya maradhi fulani yanayokukabili. Kumkumbuka mtu ambaye hukumuona kwa muda mrefu. Kutabasamu baada ya kupata kitu. Baadhi yenu mtavaa vitu vyenye kuakisi nguvu ya mvutano wa kupata kitu. Kuongea kitu kitakachompendeza mtu. Nyota ya kaa. Kuanzisha mjadala utakaoleta suluhisho la jambo. Kumuonya mtu awe mbali na mtu fulani. Utavivuka vizuizi siku ya leo. Kuongeleshwa na mtu huku ukiwa na hali ya kuyachambua maneno, yaani neno moja moja. Hali hii itakujia ghafla tu kwa sauti ya mtu kuja kwa neno moja moja na kulichambua ili kumuelewa anasema nini. Hali hii ni kwa wachache wenu itawatokea kwa muda mfupi na inamaanisha upo katika hali mbili ya kuwepo au kufanya vitu viwili bila wewe kujua katika hali nyingine kabisa ya kiasili. Nyota ya nge. Kuwashwa sana kwenye koo. Kuhisi hali ya kinyaa kwa kuona kitu. Kuiona mijusi mirefu sana. Utaijua mbinu ya mtu kwa siri. Kumhusia mtu jambo kwa faida yake. Utataka kushirikiana na mtu. Kukaa sehemu yenye kiza na kumwogopesha mtu. Kupokea maoni mazuri yenye faida. Kuhisi kitu kimekuamsha kutoka usingizini. Nyota ya punda. Kuaminika na kupewa nafasi fulani. Kumdai mtu amana yako. Kurekebisha mipaka ya eneo unaloishi au kulimiliki. Kuijua dhamira ya mtu. Kupata taarifa ya uhalifu. Kufurahia mahali ulipo lakini kutamani kupiga hatua zaidi. Kuona wadudu wenye sumu kali kama tandu, nyoka, nge na wenginewe. Inaashiria upo kwenye mawindo na kuwinda. Kuchutama kwa ugumu kutokana na maumivu ya magoti. Kupaka manukato makali yatakayokusababishia mafua na kichwa kuuma sana. Nyota ya mshale. Kumuona mtu akiwa na hofu au wasiwasi. Kupima vipimo vya kiafya kwa mara nyingine tena ili kujidhihirisha tatizo au usawa wa afya yako. Kukohoa sana wakati wa usiku. Kuamka na njaa kali sana. Kumfanya mtu awe na tahadhari ya kutotaka kukosea tena katika yale aliyokufanyia. Nyota ya simba. Ukimya wa mtu utakupa mashaka. Kumshirikisha mtu kwenye jambo lenye usiri. Kuuguria jeraha ulilolipata bila kutarajia. Kujua sifa mbaya za mtu ambaye ulikuwa ukiheshimiana naye sana. Kulipwa pesa usioitarajia au kujua kama utaipata. Kutomuona mtu kwa muda mrefu ambaye ilikuwa si rahisi kutomuona. Kufanyia kazi ushauri uliopatiwa. Kuwa na mipango ya kupata pesa kwa mwezi ujao. Utahadhabishwa na kitu. Nyota ya mapacha. Kuota unapotea njia. Hii inakujulisha katika hali ya uhalisia kuwa kuna mambo unashindwa kuyatimiza au kukabiliana nayo. Kitu kukuponyoka mikononi mwako. Kujikuta unaduaa au kuzubaa kwa muda mrefu na kushtuka mwenyewe. Kutopendezwa na hali ya sasa. Kuvumishiwa jambo. Kusimamia kitu chenye kukupa changamoto. Kujikata sehemu ya mkono wako. Kumuelewesha mtu jambo. Kuhisi malezi ya mtu yamemuharibu katika ukuaji wake. Kukataa kabisa kuwa karibu na mtu. Mtu kukupita kwa haraka sana. Inakujulisha kama ikiwa anaelekea mbele yako, basi kuna jambo utawahiwa. Na ikiwa anaelekea nyuma yako, kuna kitu ulichokiacha na umeshindwa kukitekeleza. Ikiwa kilikuwa ni chenye umuhimu sana kwako. Nyota ya ndoo.
kuamua kujitoa kwenye maneno ya watu kwa kuongea ukweli wenye kukuhusu, kuziulizia taarifa zinazokuhusu hasa katika kazi. Mtu mwenye nyota ya Mizani atakuwa ni mfariji wako wa leo, pia atakuongoza kwenye jambo. Kushauriwa uache kitu ikiwa unahisi ugumu kufanya hivyo. Kuna mtu anakuja kukupatia kitu kizuri. Kusimama sehemu kwa muda mrefu wa kusubiri huduma muhimu. Kuyaona mayai mawili yaliyotagwa na ndege ni ishara ya uzao utakaokujia hivi karibuni. Utapata nafasi nyingine usioitarajia. Mtu kutubu kwako kwa makosa aliyokufanyia. Kujiandaa kwa jambo maalum. Ndoo, uko vizuri kwa ulinzi. Hakika wewe ni askari mahiri kwa vita ya kiulimwengu. Ndoto za kuona maji zitafululiza kwako, yakiwa ni masafi yenye kusafiri kwa mkondo wake au kutiririka. Tambua ni heri na neema kukufikia kwa mambo yako kuwa mazuri katika mpangilio. Nyota ya Mizani. Hutofanyia kazi jambo la mtu na kuona sasa ni msumbufu kwako. Utajishangaa kwa mabadiliko yako. Kufanya mahesabu ya vitu vingi uvitakavyo. Utakuwa na mtu kwa hali ya furaha. Kuhisi hali ya baridi sana mwilini. Kufikiria zaidi katika hali ya kujiboresha kiutafutaji au mambo yako binafsi. Kufurahia kualikwa katika hafla ya kuwa mgeni rasmi au mtu mwenye nafasi ya kipekee. Kuangalia kitu kilichopo mbali sana. Kuhisi umeona kitu kikijificha. Mtu kukutazama kwa upeo wa mbali sana kimaendeleo. Mizani, upo na viashiria vya kutambulika zaidi na upo na nguvu ya ushawishi. Kuwa katika njia ya haki na usawa, utayafaidi matunda ya mti ulioupanda kwa maana ya kimafanikio. Kuchoka malalamishi ya mtu, kwenda sehemu mara kwa mara, kujutia kitu. Utafanya jambo lenye usahihi. Nyota ya Ng'ombe. Kuhisi mtu ana kisirani siku ya leo. Utashangazwa na mtu kuto kukusalimia. Wewe ni kimbilio la wengi na ndio maana watu hupita kwako ili kuweza kufikia wanapopahitaji. Kushindwa kufanya kazi zako kwa uhuru kwa sababu ya watu fulani. Kuijua tabia nyingine ya mtu iliyojificha. Kufanya kitu kwa kujishtukia. Kuhofia kumuuliza mtu jambo. Utamkomoa mtu kwa makusudi. Nyota ya Mbuzi. Kumpatia mtu kitu ambacho unakipenda. Kupata taarifa ya mtu mgonjwa katika familia. Kupoteza laini ya simu kwa muda mchache tu utakapoitoa. Kumsalimia mtu kwa shangwe ikiwa umemfananisha. Kusikia taarifa za matukio ya watoto. Kumuigia mtu kitu anachokifanya. Kujisahau kwa neno ulilomwambia mtu na kujikuta unaongea neno lingine kabisa tofauti na mwanzo. Kufichwa jambo la umuhimu la kifamilia. Kujifariji kwa maneno ya kishujaa. Nyota ya Mashuke. Tatizo la mtu kulijua katika hisia. Kujikuta unatoa ushauri kwa watu tofauti katika hali wanazozipitia. Kauli zako zitakuwa zinazingatiwa. Kuongea maneno ambayo hata wewe hukutarajia kuyaongea. Utajihisi utofauti hata kwa matendo. Kuhifadhi kitu kwa matumizi ya baadaye au siku nyingine. Kuambatanisha kitu kwa pamoja ili usisahau. Kuhisi umekosea baada ya mtu kukukosoa. Mawazo yako yapo katika kupambana na kitu. Kuna muda unaweza kujihisi kama si wewe kutokana na hali utakayokuwa nayo na hisia za utofauti. Kutoa taarifa ya mtu na kupata usaidizi kwa haraka. Mara nyingi unaonekana mkosefu lakini leo kuna mtu atajua umuhimu wako. Wewe umechaguliwa kufikisha taarifa muhimu ulimwenguni. Hivyo, usidharau hisia zako za kweli na maono yako ili kuweza kufumbua fumbo lililojificha kwa wengi au waliokuzunguka. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba, vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.